Okay, habari ya mchana, habari ya mchana. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa zawadi ya uzima na afya njema ambayo anaendelea kutupatia kila leo. Leo nakuja na swali zuri sana kutoka kwa dada ambaye alinitafuta na alikuwa akihitaji kuweza kuomba ushauri. Anasema, habari yako dokta, mimi nahitaji mafunzo, yani kukatika kiuno changu kigumu sana. Yote kuandaa mwanaume, kunyonya, vyote hivyo sijui. Baada ya hapo nikawa nimempa maelekezo nini anatakiwa kuweza kukifanya, lakini pia kuna kitu ambacho nataka nikufundishe mwanamke ambaye unayenitazama hapa. Imepita kama mwezi mmoja, pia nilipokea message kutoka kwa dada mmoja ambaye alibahatika kuchukua video zangu, akawa anaendelea kuzifanyia kazi, lakini still bado mwanaume akamwambia kwamba mimi nataka uendelee kunikatikia vizuri. Yani anataka mwanamke ambaye anayekatika vizuri. So kuna kitu kimoja ambacho nikamwambia naomba unitafute, nahitaji kuweza kuongea na wewe kwa kina sana. Of course ninafundisha elimu ya mahusiano, ninafundisha elimu ya afya kwa upana sana, lakini tendo la ndoa ni hisia. Lakini pia tendo la ndoa haliendeshwi kwa kukalili. Shida kinachowasumbua wanaume wengi ni kuishi kwa kukalili. So imagine hao ni wanandoa, sio wapenzi wala wachumba. Huyu mwanamke ambaye alinitafuta akaniambia kwamba mimi mume wangu anasema bado sikatiki vizuri, anataka mwanamke anayekatika vizuri. Kwa nini nasema wanaume wengi wanakalili? Mwanaume ambaye ameshatembea na wanawake 3, 4, 5, whatever, hata kama ni 10, endapo katika wanawake 2, 3 alipata aidha mwanamke mmoja au 2 ambao wanajua kukatika kiuno vizuri, wanawake wa aina hiyo hawawezi kusahaulika. So anapokwenda kuingia kwenye ndoa au anapokwenda kuanzisha mahusiano mengine, anaanza kumlinganisha mwanamke wake na wanawake wa nyuma. Ni moja ya vitu ambavyo ni vibaya sana. Nimesema tendo la ndoa ni hisia, lakini masuala ya mwanamke kuweza kukata kiuno na kuweza kujifunza, hivi vitu ni hatua. Hakuna mwanamke ambaye anaweza akajua kila kitu. Hakuna mwanamke anaweza akafanya kila kitu kwa wakati mmoja, bali inabidi aweze kujifunza kwa kila hatua. Endapo ulitembea na Asha alikuwa anajua kukata kiuno vizuri, uko na Mwajuma, yeye Mwajuma hajui, usiwalinganishe. Ni mbaya sana kuanza kulinganisha. Lakini ni moja ya kiashiria kwamba ukikuta mwanaume anang'ang'ania sana uweze kufanya kitu fulani katika tendo la ndoa, maana yake huyo mwanaume sio mwaminifu katika hayo mahusiano. Maana yake ni mwanaume ambaye anachovya huko nje, anataka kulazimisha na mke wake wa ndani ya ndoa awe hivyo ndani ya wiki moja au ndani ya mwezi mmoja. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini ni moja ya udhaifu mkubwa sana ambao unaonyesha kwamba huyu mwanaume hajui mapenzi ya kitandani. Mapenzi ya kitandani sio swala tu la kukatikiwa kiuno. Kuna namna nyingi ambayo mwanamke anaweza akakuandaa wewe mwanaume na ukajihisi vizuri. So kuna vitu vingine ambavyo muhusika anakuwa amepungukiwa yeye mwenyewe, mwanaume na yeye anakuwa sio mbunifu. Sasa nina video maalum ambazo za kumuandaa mwanaume, video maalum zinazowafundisha na kuwaelekeza wanawake namna gani ya kuwa tofauti katika tendo la ndoa, namna gani ya kuweza kukata kiuno kwa yule ambaye aliyekuwa ajui. Lakini hata katika video hizi nimeweka sauti yangu ndani yake, nimeelezea, nimetoa elimu hii kwa upana sana, kwamba hiki ni kitu ambacho mtu anatakiwa afanye mazoezi polepole mpaka ukawe expert, si chini ya miezi 3 mpaka 6. Lakini pia kuna aina ya mwili pia ambao unaweza ukafanya hivi vitu. Mwanamke ambaye labda ni mnene sana, mpitiliza unene, automatically hawezi akafaulu kuweza kufanya au akakata kiuno kwa muda mrefu, lazima atachoka.
Maana cha kwanza, mazoezi ya mara kwa mara yanahitajika. Kuna mazoezi ambayo nimeelekeza katika hizo video ambayo mwanamke akiyafuatilia ataenda kujifunza kidogo kidogo. Kwa hiyo tendo la kwanza kumpressurize mwanamke ajifunze kukata kiuno na nini ni mbaya sana. Kumbe kuna vitu vingine vya ziada ambavyo mke wako anaweza kufanyia. Unaweza kumfanyia mke wako, mwanaume kumfanyia mke wako, na mwanamke akafurahia tendo la ndoa. So nimeona nitoe hiyo elimu kwa mwanamke ambaye unataka kujifunza elimu hii kwa upana zaidi. Ndipo umeona video hii kwa mara ya kwanza, lakini unahitaji kuwa tofauti. Video zipo za kuweza kujifunza video hizi na kuwekea kwenye Telegram yako. Gharama ya video ni shilingi 15,000. Gharama ya video ni shilingi 15,000. Kwa hiyo naomba tuwasiliane, lakini pia utapata na faida nyingine ya kuweza kuongea na mimi. Nitakupa na elimu ya ziada. Hata kama ni mwanaume unatazama video hii kwa mara ya kwanza, kuna video pia za kuweza kumwandaa mwanamke, kumsaidia mume wako. Tendo la ndoa linahitaji ushirikiano. Ukianza tu kulalamika mke wangu hajui kukata kiuno vizuri, no, wewe umefanya jitihada gani kuweza kumsaidia huyu mwanamke awe fundi katika kukata kiuno? Kuna mbinu ambazo mwanamke na mwanaume nao wanatakiwa kuweza kuzijua ili kuweza kumsaidia huyu mwanamke awe fundi, ajue kukata kiuno vizuri pindi wapo vitandani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunapaswa kuweza kuvizingatia kabla ya kuanza kutoa lawama kwa wenza wetu, kwa wake zetu. Kwa hiyo kama ni mwanamke kwa mara ya kwanza unaona video hii, ni mwanaume unataka kujifunza elimu ya tendo la ndoa, nitafute katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.